mtoto kwa mzazi wako, unatakiwa usimamie wajibu wako. Inafaa kisheria, lakini wewe sheria haikuliwekea utaratibu fulani, wala haikuwekea idadi fulani, wala haikuwekea siku fulani. Wewe ukalipangia hilo jambo siku maalum au utaratibu maalum au idadi maalum au wakati maalum, wewe unakuwa kufanya. Hii ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyohukumu, na yeye haulizwi vile anavyohukumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu zangu katika kipindi mkipendacho, kipindi cha Uliza Ujibiwe, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kubadilishana mawazo, kukumbushana, kuelimishana yale ambayo tuyajui na kukumbushana yale ambayo tunayajua ambayo tumeyasahau. Karibuni, na kama kawaida kipindi hiki kinategemea simu yako ndiyo inayotegemewa katika kipindi hiki. Piga simu, tuletee lile ambalo unalo, tulijadili kwa pamoja. Naam. Salamu alaikum. Naona kuna mtu ameshikilia simu. Waalaikum salam. Habari ya kazi? Nzuri. Nani unapiga simu kutoka wapi? Unaongea na Zulfa kutoka Dar es Salaam. Karibu, swali lako. Samahani, hapa yuko nataka kuuliza swali kwamba hivyo ukiwa na mzazi upande wa ukiwa na mama, ndio mama huyo anakuwa na changamoto. Changamoto hiyo yani inakuwa yani anapenda sana ushirikina. Yani anakuwa anapenda sana waganga kupita kiasi. Namuelekeza achane nayo, lakini anakuwa ni mtu ambaye hataki kabisa. Ukimshauri chochote kile kitu kuhusiana na mambo ya ushirikina anakuwa nakataa. Umeona, kile unachomuelekeza mama yangu swali jinsi acha na mambo hayo, ila anakuwa haelewi. Yani hasikii kabisa, na mkizidi sana mnakuwa mnagombana. Swali sasa na inafikia tu anamtamkia mtoto maneno mazito. Je, mzazi kama huyo anaweza akampa laana huyo mtoto au inakuwaje? Maana hapo nimeshindwa kuelewa kabisa. Swali langu, kwa mfano umefiwa na mzazi mmoja, baadaye ukatoa izini wewe mtoto ukasema hapa hakuna 40, maana kuna vitu vinakuaga 40. Nasema 40 yani kwa baada ya kufa kuna kitu kinaitwa 40. Ukasema hapa hakuna 40, mimi nitamsomea tu mzazi wangu dua. Vipi nikaaje hapo? Nimekuelewa. Una swali jingine? Swali lingine, huyo mzazi ana watoto wa nje ya ndoa. Mzazi huyo alokufa? Mzazi huyo alokufa na watoto wa nje ya ndoa. Katika kutawanyisha siku hiyo wakasema hapa hakuna yani mgawanyiko wa zile mali. Mpaka msubiri labda huyu mama mpaka na yeye atakapochukuliwa na Allah, ndipo baadaye watoto wagawanyishe zile mali. Na hiyo imekaaje? Ninaomba kufahamu. Yani watu wasirithi mpaka mama afe? Naam. Okay, tumekuelewa, tutajibu.
Swali la pili. Ngoja ulize mwanangu. Haya. Asalamu. Wa alaykum salaam, ujambo? Jambo. Haya, niulize swali lako. Kwa nini mitume ni wa kiume? Kwa nini mtume wewe unamjua mtume ni mtu wa aina gani? Mtume ni mtu wa aina gani? Hujui Ndiyo. Haya basi, inshallah tutakujibu swali lako, utajua mtume ni mtu wa aina gani na kwa nini ni wa kiume. Mimi nina maswali mawili. Naam. Swali la kwanza, amerudi mwanamume kutafuta riziki ya chakula. Ndio. Amefika nyumbani kwake, ni wakati wa salatul maghrib na watoto wanalia njaa. Lakini ameamua kwenda kuswalia ndani kwa ajili ya kuacha msikiti kwa ajili ya kuwapikia watoto wake. Nini hukumu yake bwana huyu? Ameswali yani ameacha jamaa akaswali nyumbani. Akaswali nyumbani kwa ajili ya kuharakisha kuwapikia watoto wake chakula. Kwa hiyo anaanza kupika kwanza ndio aswali ama anaanza kuswali kwanza ndio apike? Ameswali kwanza. Alafu ndio akaenda akapika chakula. Nimekuelewa, inshallah tutakujibu. Una swali jingine? Haya, inshallah simu mbili za mwisho. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Yusuf, napiga simu kutoka Zanzibar. Kutoka Zanzibar? Ndio. Karibu kaka, swali lako. Swali langu lilikuwa nauliza hivi. Kuna ile hadithi ya kuna mwanamke yule alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule alikuwa anaumwa na kifafa. Akaomba aombe dua. Kisha akaambiwa ukistahamili utapata pepo. Ile hadithi. Sasa swali langu linakuja hapa. Je, kustahamili kule ni kwamba mtu akiwa mfano yani akipata maradhi mfano je, ana uwezo wa kustahamili wa kusema kwamba mimi sitafuti dawa alafu nastahamili kwa haya maradhi nilikuwa niko nayo kwa kutegemea msingi wa hadithi ile? Sasa je, ndio hivi au maana yake imekusudiwa vipi hasa, au yani maana yake tunaweza tukaitumia vipi yale maana yake? Nimekuelewa vizuri. Hiyo ya kwanza. Alafu swali la pili nilikuwa nauliza kuhusiana na ile hadithi ya Kisai katika sura al-Ahzab, ile aya ile kuhusiana na Ahlul Bait. Hadithi ya Kisai ile katika sura al-Ahzab ya iliyotaja Ahlul Bait. Kuhusiana na Ahlul Bait. Je, Ahlul Bait kwa pale ndo wale wanne tu yale ambao Mtume aliwaingiza katika ile shuka yake, au ni hasa ni wepi maana yake Ahlul Bait? Haya bwana, inshallah ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, tupate mapumziko mafupi. Tukirudi tutaanza kujibu maswali haya tuliyopokea. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu, ambapo sasa tunaanza kujibu maswali ambayo yametufikia. Ama ndugu yangu huyu anayesema kwamba swala la mama ana ushirikina, kila akikatazwa mama hataki, anaendelea na ushirikina. Je, mama huyu anaweza kutoa laana? Hapa nataka kidogo tufafanue kitu ndugu zangu katika imani. Hizi itikadi za kwamba mtu amempa mtu laana, mimi naogopa kupewa laana na wazazi, kwa kusema kweli hii ni misamiati ambayo kwenye Uislamu haina nafasi. Anayelaani ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kulaani ni kumtoa mtu, ni mtu kutolewa kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaelezea swala la laana ya mtu kwamba kalaaniwa ni Mwenyezi Mungu na vile vile mtume, kwa sababu mtume pia kuna baadhi ya mafundisho aliwataja watu ambao wamelaaniwa, kwa maana wametolewa kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mzazi
yeye pamoja na nafasi yake kubwa aliyokuwa nayo kwa watoto wake hana uwezo wa kumlaani mwanawe, kwa sababu yeye si mwenye rehema. Mwenye rehema ni Allah. Allah ndiye anemtoa mtu Muislamu au mtu yote yule kwenye rehema yake, yeye Allah ndiye anemtoa. Sasa ila kuna mambo ambayo yameelezwa, kuna mambo ukiyafanya mtu unajiweka kwenye kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio laana ya wazazi. Lakini kitu kilichopo kinachozungumzwa ambacho ndio hiki Waislamu wanasema laana ya mzazi ni kile kitendo cha mtu kutomfanyia wema mzazi wake, alafu mzazi akakasirika, pengine akasema maneno mabaya, akakuombea vibaya. Hii watu ndio wanaita laana. Hii sio laana. Hii ni mzazi amekuombea mabaya. Hii ni dua mbaya ya mzazi kwa mtoto wake. Na hizi dua ni katika zile dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yani katika dua zisizorudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni dua ya mzazi kwa mwanawe. Kwa hiyo mzazi akikuombea vibaya na ikawa ana haki hiyo, kwa maana kwamba unastahiki kuombewa vibaya, basi kuna asilimia nyingi sana kupatwa na hiyo dua. Lakini sasa kinachofundishwa katika Uislamu ambacho watu wanatakiwa kukifahamu, mtoto kwa mzazi wako unatakiwa usimamie wajibu wako. Ukishausimamia wajibu wako kama Allah alivyokuamrisha kikamilifu, hata kama mzazi atakasirika, wewe hudhuriki chochote, kwa sababu ule wajibu wewe unaotakiwa umeutekeleza. Na kinyume chake, usipotekeleza wajibu wako kwa mzazi wako, hata kama mzazi wako anacheka, anatabasamu, wewe utapata matatizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hujatekeleza wajibu wako kwa mzazi wako. Kwa hiyo suala la kufikiria kwamba mzazi mimi ataniachia laana, sio atanifanyaje, hapana. Wewe fikiria unamfanyia nini mzazi wako. Kama unamfanyia wema, endelea kufanya wema na moyo wako uwe baridi. Mzazi akiridhika sawa, asiporidhika atajua mwenyewe, kwa sababu wewe umetekeleza wajibu wako. Ama usipomtekelezea wajibu wako, hata mzazi aridhike, hata awe anakubeba, jua wewe utakuntana na yale makemeo yaliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya mtu ambaye anawafanyia vibaya wazazi wake. Kwa hiyo jawabu la swali lako, mzazi hatoi laana, bali mzazi anaomba dua mbaya. Kwa hiyo akikuombea dua mbaya na wewe ukawa umemkosea kweli, basi kuna hatari ya kufikwa na hiyo dua. Naam. Mama yangu au dada yangu huyu kutoka Mtwara, yeye anazungumzia swala la 40, kwamba mtoto amefiwa na mzazi wake, watu baada ya kuzika yeye akatangaza kwamba hakuna 40. Mimi nitamsomea mzazi wangu tu dua mwenyewe ninavyoweza, lakini 40 hakuna. Je, hili jambo vipi? Kwanza nikwambie ndugu yangu, mimi hata si kwani 40 ni nini? Hii 40 hasa ni nini? Ndugu zangu, sisi mafundisho yametufundisha kwamba mwenzetu, ndugu yetu, wazazi wetu, watoto wetu, yoyote yule katika sisi akiondoka kwenda mbele ya haki, sisi nafasi yetu ni kumwombea dua. Kumwombea dua, kwa maana dua kama ilivyo dua haikuwekewa utaratibu maalum, wala haikupangiwa siku maalum, wala wakati maalum. Kwa hiyo wewe unapoleta wakati maalum, ukaleta aina au staili maalum, ukaweka wakati na siku maalum, wewe tayari umefanya jambo ambalo alikufundishwa. Na hii ndio wanawachuoni wanaita bid'a idhafia. Jambo linafaa kiasili, jambo hili linafaa kisheria, lakini wewe sheria haikuliwekea utaratibu fulani, wala haikuwekea idadi fulani, wala haikuwekea siku fulani. Wewe ukalipangia hilo jambo siku maalum au utaratibu maalum au idadi maalum au wakati maalum, wewe unakuwa umefanya makosa. Sasa sisi hatujali majina,
ita 40, ita kitu gani, lakini swala ni dua. Sasa dua ya kumwombea marehemu haikuwekewa utaratibu maalum, ni kumwombea tu dua, Allah amsamehe, Allah mkubalie mema yake, Allah amsamehe madhambi yake, Allah alifanye kaburi lake katika bustani za pepo, asilifanye ni shimo katika mashimo ya moto. Ya Rabbi, tunakuomba umsamehe ndugu yetu, ya Rabbi tunakuomba mema yake uyakubali. Yani dua za namna hiyo, na wakati wowote, time yoyote, kwa idadi yoyote utakayotaka. Ukishaweka vitu maalumu ambapo havikuwekwa, wewe tayari unaingia kwenye makosa. Kwa hiyo ukiangalia 40 na utaratibu wake na namna yake ilivyotengenezwa, lakini sio kwamba wanaosema 40 hawataki marehemu waombewe dua. Hakuna Muislamu anayekataa yani marehemu au ndugu yetu aliyefariki kumwombea dua. Hakuna Muislamu anasema maneno hayo. Hii ni ruhusa imetolewa, watu waombee dua wazazi wao, watu waombee dua ndugu zao pale wakati anazikwa na hata baada, kuwatolea sadaka. Haya yote ni mambo ambayo tumefundishwa, lakini kutengeneza utaratibu maalum, kutengeneza siku maalum, kutengeneza idadi maalum, hapa ndio kwenye matatizo. Kwa hiyo huyu ndugu yangu yuko kwenye haki kwa maneno aliyoyasema, na ana haki ya kusema bwana, hapa hakuna 40, mimi nitaombeea dua mzazi wangu, na anayetaka kumwombea dua huyo marehemu amwombee naye kivyake. Muombee kwenye swala zako, kwenye matembezi yako, popote pale, dua imewachwa wazi. Kwa hiyo wewe fanya vile ambavyo imeelekezwa. Mtoto wetu anauliza kwa nini mtume ni wa kiume? Mitume kwa nini ni wa kiume? Wallahi ndugu yangu, sijui niseme mwanangu, ili swali hata mimi silijui kwa nini mitume wote ni wa kiume. Lakini kitu ambacho natakiwa kukifahamu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anafanya vile anavyotaka, na hakuna wa kumhoji Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini amefanya hivyo. Kwa hiyo Allah ndio mwenyewe kwa hikma yake kafanya mitume wote kuwa ni wa kiume. Lakini hii haina maana kwamba hakuna wanawake watukufu. Wanawake watukufu wapo, lakini sio daraja ya utume. Kwa hiyo daraja ya utume ilibaki kwa wanaume tu peke yao, na hapa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye anayejua hikma kwa nini mitume wamekuwa wanaume tu. Japokuwa kuna maneno mengi wanaochuoni wanayozungumza kutafuta hikma kwa nini wanawake sio hawakuwa mitume. Kuna mambo mengi, lakini nafasi ya kuyaelezea hayo hapa haupo, isipokuwa tu cha msingi ujue hii ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyohukumu, na yeye haulizwi vile anavyohukumu. Amerudi wakati wa magharibi, watoto wana njaa, akaona kwamba asiende kuswali jamaa, akaamua kubaki kwa ajili ya kuwapikia watoto ili waweze kula, alafu ndio akaswali kwanza peke yake, kwa sababu akiswali peke yake anaswali haraka haraka, akimaliza wapikie watoto ili wasichelewe kula. Nafikiri jambo hili litaangaliwa hali ya hao watoto. Kuna zawia mbili, kuna maeneo mawili. Kwanza itaangaliwa hali ya hao watoto na hiyo hali waliokuwa nayo, kwa sababu kuokoa maisha ya mtu vile vile ni katika masuala makubwa katika sheria. Kwa hiyo kama watoto wamefikia hatua kwamba wanaweza kupoteza maisha, kweli hapo unatakiwa uache jamaa, uwapikie watoto wale washibe, ndio waweze, yani hata kuswali, yani kama wakati unaruhusu unaweza ukaacha kuswali kwanza, ukawapikia kwanza wakala, alafu ndio ukatafuta nafasi ya kuswali. Lakini kama ni njaa tu ya kawaida, zile watoto tu sema baba jazz na tuuma, lakini sio kwa maana kwamba wana hali ngumu, basi ni bora ukaswali kwanza, halafu ndio ukaja ukawapikia. Zawia ya pili, kwa sababu amesema bwana huyu kwamba yeye ameswali, isipokuwa tu ameacha jamaa. Kuacha jamaa kidogo ni kwepesi kuliko kuacha swala, kwa sababu jamaa, kuna kauli za wanawachuoni wazito kabisa katika sheria kwamba swala ya jamaa kwa mwanamume ni sunna muakkada. Kwa hiyo kama ni sunna muakkada, anaweza akaiacha kwa dharura au kwa haja, akafanya ile haja alafu akaswali yeye peke yake. Kwa hiyo hakuna shida kama atakuwa amefanya hivyo kwa haja hiyo ambayo imejitokeza.
Naam. Ndugu yangu amezungumzia hadithi mbili hapa. Hizi hadithi kwa kusema kweli zinahitaji maelezo marefu, na kwa muda tuliobaki nao inaweza ikawa mtihani kuzielezea zote. Lakini hadithi ya ahli al-kisa, hii hadithi ya kifafa tutakuja kuielezea kwenye kipindi kijacho. Ama hadithi ya ahli al-kisa au ahli al-kisa ni wapi, yani ahli baiti ni wapi? Ukiangalia aya ulioisema ndugu yangu, yani ile mantuki na mafuhumu ya aya inaonyesha moja kwa moja kwamba katika ahli al-bait wanaingia na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu siyak au ule mtiririko wa aya ulikuwa unazungumza kuhusu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuja kutajwa ahli albayt kwenye mtiririko ule, maana yake ni kwamba wake za Mtume wanaingia katika ahli albayt. Na hili sio geni, sio kwamba hili ni wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hata wakati mitume waliopita mtu kukuta yeye na mkewe tu, lakini mke mwenyewe anasemeshwa kama ahli albayt. Kwa hiyo wanawake wa ndoa, yani wanawake wa mitume na hata wanawake wa watu wa kawaida wanaingia katika, ikisemwa ahli albayt na wake zetu wanaingia, kama ambavyo na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaingia katika ahli albayt. Kwa hiyo ahli alkisa waliofunikwa kile kishada sijui, hao wanaingia, lakini na wake za Mtume pia nao wanaingia katika ahli albayt. Ama hadithi ya mwanamke yule mwenye kifafa aliyekwenda kwa Mtume akaomba aombewe dua, Mtume akamshauri kwamba inaweza kukuombea au unaweza ukasubiri na utapata pepo na mambo kama hayo. Kwanza inatakiwa kuthibitisha hiyo hadithi, lakini swali ulilouliza kwamba je, mtu anaweza akavumilia maradhi asitumie dawa, hili kidogo nalo linakuwa na utata wake, kwa sababu kuna maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wafanye dawa, wafanyiane dawa. Tadawa ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada lahu dawa. Lakini huyu aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahiri ni kwamba maradhi haya yalikuwa hayana dawa wakati ule, ndio maana akaja kutaka dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mtume amuombee dua aondolewe yale maradhi. Ndio akashauriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukitaka mimi nitakuombea, Allah atakuondoshea, lakini kama ukitaka vumilia ili uweze kupata pepo. Na sote tunajua kwamba mtu anapopatwa na mtihani akauvumilia, ana malipo makubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwamba hata mtu akikitwa na mwiba unatembea barabarani ukakitwa na msumari, ukakitwa na mwiba wa samaki, ukavumilia, basi hiyo ni sababu ya wewe mtu kufutiwa madhambi. Sasa mafuhumu au maana ya hadithi haina mushkeli wowote, lakini sasa swala la kwamba unaumwa, dawa zipo, alafu uache kula dawa uvumilie kusema kwamba unatafuta pepo, hapa ndio kwenye mushkeli. Lakini ikiwa umepatwa na ugonjwa ambao pengine hauna dawa, lakini wewe ukaanza kuhangaika kutafuta dua, kutafuta ruqya, kutafuta nini, halafu kuna mwenzako kapatwa na ugonjwa kama huo, lakini akaamua akavumilia, nyinyi mnakuwa mko tofauti. Lakini kama dawa zipo, mnatakiwa tutumie dawa kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo hadithi tumezielezea kidogo, lakini insha Allah tukipata nafasi tutakuja kuzielezea vizuri zaidi. Na dakika hii moja iliyobaki, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie haya ambayo tumeyasema katika mizani za amali zetu njema. Pale tulipokosea, Allah tunakuomba utusamehe, na pale tulipopatia, Allah ututie nguvu tuweze kuyafanyia kazi yale tuliyopatia. Uliza